Kwa majina anaitwa Musa Jonas Ngangala, ni mkurugenzi wa shirika la TVMC. Shirika ambalo lina majukumu yake kama kutoa huduma msaada wa kisheria kwenye jamii, lakini pia tunashughulika na masuala ya elimu, afya pamoja na kuboresha uchumi wa kaya kwa wanajamii. Timu hii ya Stand United awamu hii ilikuwa inacheza ligi kuu kwa mipango na mikakati iliyokuwepo baada ya watu viongozi kuingia na kadhalika. Cha kushangaza sana ambacho kimesikitisha walio wengi, baada ya watu viongozi kuingia, baadhi timu ya Stand United ilianza kuwa na mambo ya hapa na pale yasiyoeleweka, hali iliyompelekea mwekezaji Jambo kujitoa na kutaka kutoisikia kabisa timu ya Stand United. Sambamba na hilo, bado viongozi Mheshimiwa mkuu wa wilaya aliibeba sana timu hii ya Stand United na kuhakikisha kwamba inatembea mahali ambapo inafika kutafuta wadau ili ifanye vizuri. Cha kushangaza, baada ya mikakati ya mkuu wa wilaya na akaunda timu ili kuhakikisha kwamba Stand hii inafanya vizuri, viongozi wa Stand United wa kuchaguliwa walikaa pembeni. Sasa watu tukao tunajiuliza kwa nini hawa viongozi wamekaa pembeni? Lakini ukumbuke wakati viongozi hawa kuchaguliwa wako na hii timu ya Stand United ilifanya vizuri sana mpaka kufikia hapo ilipokuwa imefikia, na mpaka kufikia hatua ya kucheza playoff inayoingia ligi kuu, kuvuka kwenye Champion League, kwenye playoff inayoingia ligi kuu, na hawakuwa na hela. Hela zao zilikuwa ni hizo za kuokota mahali, kuna mdau amejitokeza hapa na pale, mpaka wakatengeneza shangwe kubwa kwa Wanashinyanga. Lakini sasa hivi timu imepata hela na wadau wakawa wanapatikana kuichangia Stand United, na kamati hii ikaundwa. Kamati ilivyoundwa, huu uongozi ukapanganyika, viongozi wa kuchaguliwa wakajitoa, timu ikafanya vibaya, na mpaka sasa hivi inacheza playoff ya kushuka na kushuka zaidi. Maana yake timu inafanya vibaya, timu haifanyi vizuri. Wakati haina hela ilikuwa inafanya vizuri, sasa timu ikapata hela haifanyi vizuri. Badala yake kumekuwa na mvutano wa hapa na pale, pesa zieleweki, namna na jinsi ambavyo zimetumika, malalamiko ni mengi, timu chakula hakuna na vitu vingine. Changamoto ni nyingi sana. Ni sasa kwa sababu sisi ni wapenzi na wadau wa michezo mkoa huu wa Shinyanga, na tunapenda furaha kwa sababu timu ni uchumi. Stand United ikifanya vizuri ndo uchumi wa Shinyanga. Stand United ikiingia ligi kuu, manake Simba na Yanga zitakuja Shinyanga na timu zingine zitakuja Shinyanga kucheza. Kwa hiyo ni waombe na nishauri, ili Stand United ibaki kuwa na heshima yake, ili Stand United ifanye vizuri kwenye michezo yake, ili Stand United iwe timu bora na pendwa katika mkoa huu wa Shinyanga, tuna vyombo na shauri vyombo hasa hususan TAKUKURU waingie wachunguze hapa pana shida gani, pana shida gani? Mbona Stand United wakati haikuwa na hela kama ilivyo sasa hivi inasemekana zaidi ya bilioni 1 zimepatikana kutoka kwa wadau kuihamasisha Stand ifanye vizuri, wametoa kwa ajili ya Stand United ifanye vizuri. Lakini wakati haikuwa na hela Stand United ilikuwa nafanya vizuri. Leo timu ina hela, Stand United inafanya vibaya. Kuna shida gani hapa? Lakini kuna watu walitumia Stand United kama daraja na ngazi ya mafanikio yao. Hawa watu sasa hivi hawasogei kabisa, na wala hawaitaki kuisikia Stand United, na wala hawaji tena kutaka kujua maendeleo ya Stand United. Ni kwa sababu wamepata yale ambao walikuwa wanatafuta kwa wakati huo. Sasa Stand United imefanya vibaya, sasa wamekimbia. Stand United hawaizungumzi tena na wala hawapo tena. Wito wangu, mmepata kile pengine mlichokitarajia. Stand mmeacha inahangaika na watu wake wa kawaida. Wito wangu, ninawaomba warudi waendelee kuibeba na kuishika mkono Stand United ili waipandishe mahali ambapo ilikuwa imefikia. Ikishafika hapo sasa waondoke, waendelee na ratiba zao. Na hawa wadau ambao walijitokeza kuisaidia Stand United bado tunawaomba. Kwa mfano Jambo, bado tunamuomba Jambo, ni hapa nyumbani.
ni mdau wetu hapa nyumbani, hii timu ni ya kwetu hapa nyumbani. Kama kuna machangamoto yalitokea, njoo tuzungumze na wana Stand United, sisi tutakuelewa na wewe utatuelewa, kwa sababu ni wa hapa nyumbani. Hawa ambao wamejitokeza, wengine wamekimbia na Stand wameiterekeza, hakuna tena zile mihemko, hakuna tena kuisindikiza timu na wenyewe sasa vyombo viangalie ni namna gani na jinsi gani wanaweza wakazungumza nao ili wakaweka wazi, na huu utaratibu ni wa kawaida tu kwenye mambo ya kijamii kama haya. Kwa majina anaitwa Fundikira Idi Kobakusha, ni mkazi wa Shinyanga na ni mshabiki na mpenzi na mdau wa mpira wa miguu. Pesa ambazo huwa zinachangwa na wadau na hasa mdau ambaye sina haja ya kumtaja jina lake, ni pesa nyingi ambazo zinaingia kwenye klabu ya Stand, lakini tunashangaa Stand haifanyi vizuri. Sasa kwa ushauri wangu mimi nilikuwa nafikiri huyu bwana aliyetoa wazo kwamba TAKUKURU ingilie kati, na afiki wazo hilo ingilie kati, upatikane uchunguzi tuone kwamba kuna kweli hela zimeliwa au la. Lakini naamini hela zitakuwa zinaliwa Stand, haziendi sehemu husika. Kuhusu uongozi wa timu yetu hii ya Stand United, kuna viongozi ambao walikuwa wamechaguliwa halali kabisa na mkutano mkuu. Hao viongozi waliokuwepo, wao walikuwa ni viongozi wazuri na cha maana tulikuwa tunakiona, kwa sababu timu mwaka jana iliingia playoff kwa ajili ya kupanda, lakini safari hii inaangaikia playoff kwa ajili ya kushuka. Ndio maana wale viongozi waliochaguliwa na mkutano mkuu wa Stand United, ndio maana wale viongozi wako sahihi kuwaweka pembeni. Ndio maana tumeweka watu ambao hatuna imani nao, maana wanakula fedha, kwa sababu fedha zinapatikana lakini la maana hakuna. Wale walikuwa fedha hawana, wana fedha kidogo, lakini timu ilikuwa inakwenda vizuri. Ina maana wasiwasi hapa, fedha zinaliwa. TAKUKURU wana haki kabisa kuchunguza swala hili. Jambo kwenye kampuni ya Jambo, huwa mtu ana mapenzi ya soka na ana mapenzi na mkoa wa Shinyanga. Mfadhili Jambo amefadhili Stand kwa kipindi kirefu sana, toka iko ligi ya wilaya yameipandisha, amekwenda nayo, lakini anakatishwa tamaa na watu wachache ambao fedha anapozitoa hazitumiki ipasavyo. Ushauri wangu mimi, tunamuomba tu Jambo asijitoe. Yeye ni mwana Shinyanga, ni damu ya Shinyanga, amezaliwa Shinyanga na mapenzi na Shinyanga. Tunamuomba kama vile alivyoweza kutoa ajira ya watu zaidi ya 3,000 4,000 kiwandani kwake, hebu tusaidie na timu yetu ipande. Huu mkoa una hadhi kubwa, sio kukosa timu, na mapato mengi, una kila kitu, sio mkoa wa kukosa timu ya ligi kuu. Ni aibu. Kwa jina naitwa Sefu Naso, ni mkaaji wa mkoani Shinyanga, mzaliwa wa Shinyanga mjini. Kwa jina maarufu naitwa Mbalula. Ni mpenzi wa Stand United, chama la wana. Mimi nafikiria kitu kimoja tu, napenda kutoa ushauri wangu kitu kimoja. Kuna mtu kasema bali ya TAKUKURU. Mimi namuunga mkono sana kuingilia TAKUKURU hii timu ya Stand. Kwa sababu ya kitu kimoja. Timu ya Stand kila inapotaka kufanya vizuri inarudishwa nyuma. Kila inapotaka kufanya vizuri inarudishwa nyuma. Kwa mfano mwaka jana ilibakia mechi moja tu tushinde tupate ligi kuu. Matokeo yake haikwenda hivyo. Na leo mpaka sasa hivi timu hii imekuwa haina uongozi kamili, wala tuelewi chochote nani anayeongoza timu wala nini. Kwa sababu sasa hivi tunasikia Morogoro kule wanacheza, sijui wapi wanacheza, lakini Shinyanga hapa hatusikia hata gari ya matangazo kutangaza Stand United inacheza. Mpaka sasa hivi ukiniuliza iko nafasi ya ngapi sielewi. Unaona kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi sasa hivi wameshatoka. Na mara ya kwanza kuna ndugu yetu Jambo alikuwa mfadhili mkubwa sana wa Stand United. Lakini Jambo, tuseme tu ukweli, kama mimi mzaliwa wa Shinyanga na sema na uchungu, Jambo karudishwa nyuma na viongozi wetu wa mkoa. Viongozi wetu wa mkoa mnatakiwa mumsupport Jambo. Mkishamsupport Jambo na yeye ataingia miguu yote miwili. Kwa sababu gani nasema hivyo? Timu kuitoa hapa paka Mbeya chini ya milioni 10 kwenda kucheza tu ligi, ni nani anaitoa hiyo? Sasa viongozi mlikuwa mnatakiwa mpe support Jambo ili aendelee kuitetea nini timu ya Stand United. Paka sasa hivi Stand United hatujui kinachoendelea, matokeo yake mara tuwasikia mechi zingine zinauzwa, hatujui. Unaona bwana, lakini ndio maana nikasemaje, yule aliongelea kuhusu kwamba wapewe TAKUKURU, na mimi naunga mkono wapewe TAKUKURU, wachunguze kwamba kuna nini Stand United na inatumia shilingi ngapi na inapata ufadhili wapi. Kwa sababu gani leo inaendeshwa tu Stand United kama inaendeshwa, na sasa hivi tuna hatihati ya kutokupanda kabisa na kushuka daraja. Sasa mimi nilikuwa naomba kama mzaliwa wa Shinyanga mjini na mwanachama wa Stand United, mkieleketo wa Stand United, naomba tumpe support Jambo, tumfate ndugu Jambo, arudishe moyo wake kama zamani. Aache kabisa mambo ya kurudishwa nyuma. Namuomba arudishe moyo wake kama zamani, na sisi tutawaomba viongozi
Tutawaomba viongozi wamshike mkono Jambo, arudishe mapenzi yake kama zamani. Kwa sababu gani? Leo tukifikiria, nimeona mimi ni Morogoro kule, mkuu wa mkoa ana support timu, mkuu wa mkoa wa Tabora ndugu Chacha ana support timu, Mwanza hapa nyewe mnaona wanapo support nini timu zao. Hapa tulikuwa tuna mbunge Fountain Gate, hapo Fountain Gate inafadhiliwa na wabunge. Paka sasa hivi watu wanaenda paka bungeni kwa ajili ya timu. Sisi Shinyanga tuna gundu gani? Shinyanga tuna balaa gani? Mbona kama tumeangukiwa na mavi ya popo? Shinyanga kuna nini? Naomba sana jamani, turudishe moyo wetu, tusaidie Stand United. Naomba viongozi wa kisiasa tusifanye timu ya Stand kama ngazi ya kupandia kwa mambo yetu. Kwa sababu gani? Tukishapata tunaisahau Stand United. Leo kuna watu walijitolea kabisa wakasema wataisupport timu ya Stand United kwa mbinu na kitu chochote. Kwa mfano mwaka jana wakati inakaribia kwenda ligi kuu, paka kuna watu walikuwa wanajaa Kambarage kule kwa kusupport timu ya Stand. Hao watu wameenda wapi? Mbona tuoni saizi? Chama la wana ilikuwa tukishinda goli, yes, inatakiwa iendelee. Tunajirudisha nyuma kwa sababu gani? Sisi ndo wazaliwa Shinyanga, tunaumia. Tunashindwa kupeleka kero zetu kwa watu. Lakini ni aibu kubwa sana Shinyanga kukosa timu ya ligi kuu. Namuomba mkuu wa wilaya, nguvu uliokuwa nayo mwaka jana, naomba uwe nayo paka sasa hivi. Na kuomba, niko chini ya miguu yako, na kuomba mkuu wa wilaya, unaweza. Mbona vitu vingi Shinyanga hapo umevifanya, unaweza. Mbona kero nyingi umezimaliza. Hii Stand United kuna nini? Naomba waombe TAKUKURU waingilie kati. Hapa kuna upigaji naona unaingia, kwa sababu haiwezekani timu ya Stand United isifanye vizuri. Kama tumeshindwa, tunaomba sisi wana Shinyanga basi tumkabidhi Jambo timu, aimiliki, aendelee na timu yake. Basi tu wale watazamaji tu. Kwa sababu kwa nini tu na pelembe nyingi, kelele nyingi za nini? Tunamuomba Jambo. Mimi nakuomba Jambo, ndugu yako, mwana Shinyanga mwenzio, ndugu yangu Jambo, rudisha moyo wako, itetee Stand United isishuke daraja.